to Reflections. Welcome to episode 2 of Orengo's story. It still keeps getting better, and we keep seeing how God's grace is truly sufficient in ways you don't even see it. And I'd like to mention when all these things were happening, how kunajua God ndio alikuwa anacheza hizi rules, but now you're seeing it, yeah? Sure. And before even I give guys a slight recap, did you ever imagine utaifika mahali unapatiana story yako na we si Gondi is the right word? Oh, okay, nimeguess. So did you ever imagine utaikuwa kwa position kama hiyo where unapatiana story, you're actually studying to be a lawyer? Do you ever see that happen? Ulikuwa ushaona ita happen? No, I'd never imagined of such a scenario. Yeah. You see? Yeah. Okay, and guys, isn't that honestly super amazing? So, a slight recap. I'll just start from a few minutes of where we ended last time. So at this point, maisha ilikuwa ngumu sana, and ulienda kutafuta at least family uko Busia, because ulijua mama alizikwa huko. Na unafika unafukuzwa, hawakutaki juu wanajua reputation ya mama yako. Sure. And that's why wamekustereotype. And then you go to a random stranger's house, and she lets you in, and she allows you to stay with her, and she educates you because ange relate na wewe, because hata yeye alikuwa ametengwa na society. Yes. That I feel it's God. honestly it's just God on that one. So turudi sasa mali amekupeleka primary school. FYI akamaliza primary school na 414 marks KCPE. Children of God, 414. Should I ask people what we got for KCPE? I don't know, you guys tell me, because 414 are amazing marks. So ukapelekwa St. Mary's Yala, an amazing high school. How was it being in high school at that time? Were you still feeling ni kama stories za drugs unazitaka, stories za kuibia watu? Situation ilikuwa aje sasa ukiwa high school? Okay, I stopped smoking bang because huyu mama sasa alikuwa ananipiga na reality. You see, after telling her my story and how I missed an opportunity to go to Italy and the rest, so alikuwa ananipatia ile advice ya reality, unacheki. Na nilikuja nikaacha tu kusmoke hivyo, kusmoke ndom kabisa. So she really, in as much as she was very poor, but she gave me peace of mind to concentrate na kusoma. In as much as nilikuwa nasoma na Ikoroboi ya Kiberiti, but nilikuwa nasoma, I was very focused, na nikapata 414, nikaapia pale kwa top 100 and the rest. 414 out of 500. Na at least vile results ilitoka, sasa unajua hata home village for 2 years, it was such a stereotype. Juu ile jina nilipaintiwa rapist nini, alafu you see the other family wako anatoka fana sisi. So akaambia watu my cousins, acha niwaite my cousins, mkiona hata huyu nini mkipatana kwa njia toroka. You see, we were in the same school with my cousins. Mimi nilikuwa na shoti iko na torch huku nyuma imeraru. Ama parents wao kikuja parents day, they don't even bother. But sasa vile results ilikuja positive kabisa, hadi nilipatiwa chance kwa church ya huko Ocha nisalimie wa Kristo. What? Unacheki? After wamekukataa hivyo. So at least hiyo wiki ya results ilitoka. At least mazee hadi wale wenda wazimu wa Ocha walikuwa wananitambua. But hiyo celebration ilidai very soon, because niliitwa Mangu. Okay. But sasa fee kuna vile ingepatikana. Okay. So hiyo chance ilienda hivyo, na head teacher wangu wa Primo ndiye alinitafutia chance St. Mary's School, which pia siwezi regret. Juu watu wanajua St. Mary's ni shule ya gentleman kivyake na ni Rouge pia. So niliingia St. Mary's, nikasoma vizuri with the aim of
going to university to study law. Yeah. But of course nilikuwa na shida ya fee. Na nilikuwa nang'ang'ana. But kwenda kufanya exams form 4, siku moja tukua like 3 weeks to exams. In one afternoon nikaitwa na teacher wa counseling. Kaniambia si unajua God has a plan for everything. Kaniambia vile nimekuwa focused for years in as much as sinanga shopping. Shule ama pocket money, sijawahi lose focus nini. But nikajiuliza huyu mode 4 years hawajai niita hiyo guidance and counseling room. Unacheki? So mbona sahi? But in the long run alidrop bombshell ingine kali sana. Akaniambia madhe yako Ocha amepass na inafaa uende burial. The lady who now took you to primary school Yes, was dead. she was dead. 2 weeks to your examination. 2 weeks. Oh no. Unacheki? Uh-huh. So ilikuwa painful sana. I can imagine. Sana. Sikuamini. In fact nilikuwa nataka kuboycott hiyo exam. Unacheki? Understandably. Juu motivation yangu kubwa ilikuwa ni to make her proud. Ni pass exam. Alafu alikuwa ananiambia jai kuja Nairobi. So mimi nilikuwa namshoma siku unanipeleka kampo. Unakuja Nairobi na unacheki. Alafu akapass. So ye pia si nilikushow family ilikuwa imemtenga familia yake sasa. So vile nilikazana, however painful it was, nikaenda mazishi. Yeah. Mazishi sasa kina nani walikuja? Of course mtu hawezi kosa, but si alikuwa na mashamba. So the in-laws lazima wakamwa. Kuone what they can take. So nilienda kwa hiyo mazishi, but immediately vile nilifika, ukiona tu facial expression na ile reception, inakuonyesha tu boss, your time is up. Yeah. Hapa hivi, unacheki? Yeah. So mtoi wake alikuwa na mtoi mkubwa, alikuwa anaishi another town, alikam. So tulikaa after a few days tukamzika. Then the following day nikaamka tu, sasa exam ilikuwa imekaribia kabisa. Nikaamka asubuhi hiyo night, the previous night, nikaambia huyo mtoi wake mimi nimeshukuru for the great reception nilipewa hapo, nikafeel at home and everything. So sina any other option but kurudi shule nifanye exam. After exam Mungu ndiye anajua nitaenda wapi. Utajipanga sasa. So nikamshukuru, nikaweka nguo zangu kwa ile paper bag ya plastiki ya green. Nikarudi St. Mary's. Unacheki? But it was very painful on prayer day. Unajua St. Mary's who could have come. So nikawekwa hapo kuregister wazee. So tulikuwa watu ngapi? I think we were about 2 or 5. So na cheki una register tu naona imefika parents wamefika 2 or 3. Alafu naona wengine 2 or 4. Alafu wewe 2 or 5 ndio. So it was very emotional for me. Alafu hiyo prayer day unacheki vile watu wana mingle na wazazi nini. But that meant so ulikuwa peke yako then. So mimi nilikuwa solo, unacheki. So I was really disturbed mentally. But nevertheless lazima upambane na maisha. Kabisa. We move regardless. So exam ilifika, nikafanya exam. Nikakosa place ya kuenda, ilibidi nirudi kwa hiyo madheni beg my in-laws wake. Niwashu niache tu nikae hadi exam ifike. Results ikikuja nilijua nitapita hata nikuweka mode hapo kwa village. But siku exam ilikame mazeni nilikuwa shocked bana. That was the first time I failed. You failed that exam? I failed one. Wow. I scored a B- of 59 points. Na nilikuwa nategea kanta nitafail maybe ni A- ya huko juu. Unacheki? Mazeni vile nilio results nililose hope. So na nilikuwa na tudodo kiasi. So immediately what came to my mind
was to go back to Nairobi And back to hustling. and to remove compassion in my heart completely. Wow. And to make me succeed In other ways. whichever way possible. Okay. So you decided to let go of all the good progress you'd gone through, Yes. all the healing, all Yes. the focus, ukasema achane tu nayo. Yes. Okay. So we come back to Nairobi. Yes. Ukakuja town. Ulirudi kwa hizo vitu ulikuwa unafanya ama ulianza huku chini kidogo? So hiyo siku vile niliona results, I told you I stopped smoking bang. Yeah. I went, I bought bang, Wow, that same mingi. day. Nikavuta, nikabeba zingine kukam nazo town. Vile gari ilifika Ngara, Grogo, nikashuka. Nikaingia huko kwa machoche, kwa hizo mawarosho huko, hizo ma downtown. And immediately I noticed some few people tulikuwa nao Bosco Boys. Mazee ulishia wapi? Kwani pia Father Babu alikuchuja? Mazee. Wow. So to survive, kitu ingetuleta pamoja. Okay, Bosco Boys sasa ilituleta pamoja, but kitu ilifanya tubond haraka ni hiyo bangi. So nikaamua mazee kuna hii kitu hapa. Then nikawauliza huwa mna survive aje hapa? Then they introduced me to a lady called Angel. Okay. She was very beautiful, harmless, very humble. Akakuja akani show story, akaniambia nini, akanifanyaka interview ya haraka, unacheki. Then akaniambia ako na group sasa the 11 brothers. Na akaniambia there is one of them who died and they need a replacement. So akanipeleka kwake Kileleshwa. So I never survived kwa street. So kwenda Kileleshwa, mazee sijaingia kwa hizo manyumba. Watu wanaishi fiti Kenya. You see? Na alikuwa na ka library and everything. So akani... Wait. And she's the leader of these 11 Yes, brothers, yes. but she lives in Kileleshwa. Yes. How does that relate? So inakam vile ina relate. So nikaenda kile. Kani onyesha hiyo life fiti and everything. Na hakuniambia ni mgondi. So tukakaa naye kama 2 weeks. Polepole akini introduce kwa places za kuchapa deal. Na finally wakini induct nikalan wana make do through drug trafficking, through ad robbery na human trafficking. Human trafficking? Yes. They traffic people? Ile design unaangalia msee, unaambia mazee naona unaangalia huyu msee sana. Unaweza taka nini kwake? So wewe unatembea tao lakini kuna watu wanapiga bei yako. What? Unacheki. Wow. Kuna wewe unatembea lakini kuna watu wana negotiate price yako, unaona? Okay. Price yako ndio wakufanyia nini? Si sasa vitu umevaa ama okay. Hizo tuliacha. Vitu tu umevaa unaweza uliza mazee naona unaangalia hizo viatu sana. Unazipenda acha nikulete kaa hizo, simama tu hapo. What? So ukipiga kona kidogo nasikia tu msana piga nduru alafu ndio hizi. But on human trafficking ni msee unashikwa na madwa alafu so anatoa hizo ma body organs zinauzwa majuu. So all this was being done mkiwa Kileleshwa sasa. So in the process niligua kumbe hivi ndio kina Angel wana make ma millions. Though hiyo kumada wase hiyo human trafficking ya wase hiyo siku engage nao. But on drugs walikuwa na contacts kwa hizi makampuni hizi za light industries. Ziko mingi sana Bangui nda. So unadhani tu hii kampuni ina manufacture Colgate. Kumbe kuna vitu zingine. Kunde kuna ama makeup lakini hiyo makeup si kuwe ni kakokei na unacheki. So hata vitu tunawachingi kwa movies ni reality. Reality zinafanyika Nairobi, ziko kila mahali, you see. Wow. So walikam wakani induct na nikapewa partner wakanipeleka driving kila kitu nini. Polepole wakani introduce kwa the other brothers
wakanipeleka kwa kila msee, nikaona ile life wanaishi. Mtu alikuwa naishi life ya chini, alikuwa naishi South Sea. Wow. Unacheki? Wengi walikuwa naishi Lavi na kila mahali. So polepole tukafanya nini ya kwanza, raid ya kwanza. So kufanya hii raid ya kwanza, tuka raid 2 million. But hiyo do mimi ndio nilipewa. Yote? Walisema hiyo do ni less kugawa, mimi ndio sijaishika do. Unacheki? 2 million. 2 million. So mimi ndio nikapewa hiyo do. But sasa wakaniambia, Angel akaniambia sasa huwezi kaa kwangu. So hii do utaenda kuishi nayo wapi? Na unakumbuka mimi nikitoka Nairobi nilikuwa na exposure ya Kibera, Gikomba. So unafikiria nyumba huko? So ilibidi wanitafutie nyumba pia Lavi kwa apartment. Unacheki? Wow. And then wakanikombolesha nyumba ingine Imara na ingine Manyanja Road kwa size za Umo. At least ndio usikwe predictable. Unacheki? Alafu najua hizo domo huwezi peleka kwa bank. Of course. Kitu hiyo na pia lazima uspend wisely. Na pia gari all of a sudden. Gari unaweza buy juu kuna madila wao. Unacheki? Na pia huwezi save. Juu hiyo rules za kuingia hapo ni utainvest aje na ugondi ukiona umefika 24 years. Hiyo Mungu anakupenda. Wow. By the time ufike 23, 22 wewe ushamadwa. Unaona? So huwezi jiwest ati unazalisha mtoi ama una save. Unaona? So all this time hata uko unafikiria stories having a family, having hiyo ikujangi kwa akili. Wow. So ni wewe, it's all about you. Ni wewe na ukiishi leo hiyo ndio unahesabu. Wow. Unacheki? Na most people think these things they come from or things come from poor families. In our group we had children who were coming from middle class families. Unaona? Some things needed IT experts. Tulikuwa na mademo wametoka Daystar. Most of them were graduates. You are from Daystar. Kuna Daystar. You see? And our dad bought a Mercedes Benz then. Na she lacked nothing. The only thing she lacked, her parents were too busy to give up that family love, you see? Attention, okay. So when she met Angel and AC, now Angel and AC provided that false love. So she felt this is the right family now I need. This is my new family. But these people, they went to poach, they created that false environment around her. So yakaingia box. Now watu walikuwa nataka IT skills zake. Unacheki. So they used her. Wow. And by the time she was being killed, she was killed. She was killed. Oh no. Alikuwa shot behind ina kumatiko hapa Ngong Road. Alikuwa naishi hapo hizo area za Riara. So by the time she was being killed, mimi na yeye we were contemplating to run away to go to Zambia. Juu alikuwa nashinda na niambia hii life nimeshakuwa kwa hii life. There's nothing we can do. Unacheki? But mimi nilikuwa nadhani ametumwa nipime. Naone kama niko loyal, you see? But she meant it. So alisha ni convince tuepe twende Zambia. Tukae tu huko. Until hata ni miaka ngapi, you see? Because she was tired. Na she was like now my main confidant. Yenye kama niko na stress nimeboeka kama yeye. Tunapatana but unfortunately siku moja tumekaa tu kwa nyumba ya AC hapo ST. Tukaona breaking news Thug ameuliwa. So kuangalia hiyo gari tuka-identify ni Mercedes ya huyu demu. Unacheki? So immediately we had to regroup. Tuende tuone vile simu yake and everything itachukuliwa. Hiyo gun na nini. Yani kuharibu evidence. Unacheki? So hata
that did you realize at that point enyewe ukiuliwa, it's not, they don't really care about you, it's how it's going to affect them? You see pale, you don't care. You see hata tukienda raid na ukishikwa tukienda raid tutakufuata, we won't abandon you Kabisa. unaona. Tuta make sure utafika kotini. Yeah. We'll bribe whoever can be bribed and everything, you see. But before that we make sure tumefanya drills, tushajua and everything, so there is no chance you can be caught. Okay. If you are caught, it will be a case of mistaken identity. But if you are killed, we don't care. Yeah. You see, where watu kwenye kikushika wakuzike ni sawa. You see, yeah. So the only person we buried was one, but wengine we don't know hata kama walizikwa wakuzika. Okay. Yeah. Alright. So at this point you're now hanging out these people from Kileleshwa na mnaendelea kuibia watu, yeah? I want us to jump right into how the 11 brothers, si ni hao watu sasa wakauliwa pole pole tu. The 11 brothers, you see, when things start to crumble, It all crumbles. when the center can't hold, there's nothing you can do. Yeah. Gangs started turning against each other. We had a sharpshooter. You see, in our group, everyone had their specialist. Skills. Kuna mwenye alikuwa tu driver, yeye akiwa kwa, yani mko tu confident, unacheki. So we had one of us by the name Snake, alikuwa sharpshooter kabisa, na boy fulani alikuwa anaitwa Caterpillar. So Caterpillar tukienda, tuseme tunaenda rave, he was so much skilled in martial arts, na alikuwa mkubwa, alafu macho moja ilikuwa imepigwa, ilikuwa imedungwa kisu, so ukimwangalia yani anakaa tu threat. So when we were just going to hang out, hatukuwa tunabeba bunde, so yeye ndiye alikuwa security. So walishikwa na Snake, wakakuwa tortured by another gang to death. You see, walikatwa kwa magunia and everything, plus Angel walishikwa 3, alafu kuingizwa kwa gunia ikafungwa kama parcel. AC akatumiwa sasa my girlfriend kusound a warning, juu tulikuwa tumesha betray gang ingine. So 3 of them were killed by another gang, then the rest were killed by the police. So a girl by the name Brazil, yeye ndio alikuwa driver wetu na in charge of drills. So tukienda operation yote, yeye ndio anaingia wa kwanza, you see. So Brazil yeye alikuwa na contract na polisi, na aliuliwa kwa boyfriend wake Buruburu. So these things were happening like in 3 months. So by then I'd started to get in confrontations with my girlfriend. So when everyone died, tukabaki wawili. Nyinyi wawili, yeah. And you're both very strong personalities. Yes. Hakuna mtu anataka kuambiwa. So yeye aliepa akaenda coast, kuanzisha empire ingine coast. Mimi nikabaki Nairobi. So at that point I wanted to establish a new gang. Because nilikuwa na experience, najua what to do and the rest. So I went to Mathare, and there are some qualities you look for in people you recruit. So lazima uangalie mtu mwenye mtu hawezi jua huyu ni, unaona? People who look like innocent people. People harmless. Wapole. Unacheki mtu tu hata akikuombea una feel yenyewe ako tu sawa, unacheki. Yeah. So I went and I got 3 girls, 3 boys, plus me 7. We met the first day successfully. The second day we were tracked, and me unajua nilishajua how to predict ni polisi wanakam. So I jumped over the window. Wengine wote walinyeshewa marisasi. Wow. So new people you've picked are killed. Yes. So now, wow, this was after the other death you'd experienced was not the 11 brothers. So now these other guys are killed again. Yes. Okay. So after they died,
Did you think to go on, ama did you see like any sign achane na hizi story? You see, hiyo story ya kuachana na hizi story, hiyo ni revelation God ndiye anaweza kukupea. In that life, Because at that moment your conscience is dead. Okay. Unaona? Your conscience is dead. Kuwa mtu tu ni kama kuwa mende. You see, your conscience is completely dead. Dead. Okay. Let me just ask, had you killed somebody before? No. Okay. Alright. No, sijui lakini sidhani. Okay. Sidhani. Though juu sisi hatukuwa tunaibia maasla. Unaona? Juu hata tukienda operation ikuwe successful. Mnachana na huyo mtu. Tukihijack mat, tukiepa, unajua mat ni kama buffer sasa. Tulikuwa tunapewa wasafiri 2,200, 3,300. What? Nacheki. Ndio wajipate sasa home. So si hatukuwa tunaibia Okay. masafara, maasla. Alright. Si tulikuwa tunachapa deal ya unacheki. So it was very rare to madam say unless ilibidi, but ni ngumu. So unless tungemada ingekuwa tumemada karau ama traitor, unacheki. So the recruits die. The recruits died. And you left in like a state of okay, ninafanya nini sasa? Okay, at that point, that was now in 2017. And I had influence in Eastlands. Eastlands, part of Nairobi. So najua hiyo time ni politics pia. Ile election ya 2017, President Kibaki is retiring. Now we want to elect a new president. So the country is in a state of confusion. So politicians need someone who has influence, like in Eastlands. Unajua Eastlands ndio kuna kura. Yeah. So some of these politicians approached me. You guys, okay. Yes. And by then so many thieves pia walikuwa nauliwa. So some of them wakaniita wakaniambia bana, we also need our representative kwenda bunge. So wakanichukua wakaniambia ni vie for parliamentary seat. Hivyo tu, you see. So I did it. Na nikasaidia those few politicians. Some of them have been impeached sahi. Some of them wako bunge. So after 2017 sasa kuchaguliwa, now we have a new government. Sasa unajua government lazima establish its authority. Now again they started killing and arresting thieves. So hapo ndio tuliwekwa kwa list, mimi na AC au my girlfriend. Tukaambiwa we surrender or we be killed. Na after hapo I had lost everything. All my politicians hawakunisaidia. They made my life worse. In fact, I went to square zero. Nikarudi tao. Pali nilianzia from Kibra, Gikomba. Nikaenda kwa Soluko. Nikarudi kusniff glue. I'd completely lost everything. You went back to square I one. went to square one. Wow. I became so dirty. Nywele yangu ilikuwa zile madredi si za swag, but madredi zile hauna option. Unacheki. So everything crumbled. Na nikarudi kwa huu pedi hii kusnatch maandbag. Unajua that is the lowest rank of thieves. Yo kusnatch phones and the rest. That's the lowest rank. So one day now tulikosa option hatujakula. So on Sundays tulikuwa tuna survey, si unajua hii area tao kuna church nne kubwa. Hizi zingine ni others lakini kuna ma big boys. So kuna Sitam, kuna All Saints, kuna Basilica na St Andrews. So tulikuwa tunatembea hivyo tukisurvey. Kuna gari tunaweza break in tunachukua ama tu snatch bag to phone. So ukisnatch smartphone kai unaweza tu so tatu upate chakula saa hiyo na kiglu 300 bob. Yes, hata kai saa hiyo unataka tu chakula ya so utaiuza hiyo so. Wow.
You So see? after these guys who snatch things from us, sometimes haendangi kuuza ati No. expensive. Ye ana snatch Juu ndo apate tu chakula. ndiye apate need yake ya saa hiyo. Kama need yake ni punch, ataiuza punch. Wow. Kama need yake ni chwani, ataiuza 50 bob. Okay. So you start snatching things from people in church. Yes. Mna time hapo nje kama hapa St. Andrews hapo nje ya gate. Okay. So kuna time tu. So hiyo Sunday sasa wanaita hiyo Sunday Redemption Sunday. So tumeenda Basilica, tumebumburusha hakuna watu. All Saints hakuna watu. Kaenda Sitam hakuna watu. Best yangu akasema tusichape St. Andrews hivi. So kufika St. Andrews, kuingia hivi tuko na madha fulani, tuko na kibag na ana rada. Tukaenda kumfikia mazee, tunaona kilight na tuchapa, tuna reduce speed. Huyo best yangu akagwaya, akaogopa. So mimi nikamshow mazee hatuwezi toka hivyo. Yeah. So mimi kwenda kufika hiyo madhe, akagain courage, akasimama. Akauliza, kijana unataka nini? Mimi pia nikamuuliza, ni chache natafuta na sijui chachi iko wapi. Okay. Akaniambia kuna St. Andrews hapo, wewe ingia. So kuingia St. Andrews, nikaingia tu, ile sina option. But kitu ya kwanza kuingia hivi hadi ndani, kitu ya kwanza macho yangu iliona ni chai. Nilipata chai chai imekuwa hapo nje. Kuna kunga na chai 24/7. 24/7. Wazee vile niliona hiyo chai, mimi sikujua ni chai ya watu wa God. Mimi niliangukia tu, mazee nilikunywa. Hakuna mtu alikuona? Watu walikuwa hapo, but ile design nilikuwa naikunywa, I think walisema umse bana acheni akunywe, hata akimaliza nilikunywa hiyo chai bana. Hiyo chai nayo nilikunywa. Ngoja nitakuja kuilipia. So after hapo nikaona watu wametoka service pia wamekunywa hiyo chai. Nikauliza kuna chai nyingine, wakaniambia ingia service. So nikaingia, nikakaa nyuma, nikadoze. Kuamka service ikaisha, kaangalia kuna chai na juo tena. Juu si hiyo Sunday ilikuwa tuibe tukule. Jua tu kwa tumekula, unacheki. Na ile situation tulikuwa, kama hujakula unatetemeka, unaweza kufa, unaona. So nilikunywa hiyo chai, but in the process nikasikia wanaume wanaenda kwa Reverend Washira Kilelesho. Alafu pia kuna chakula. Pastor Apollo akaitangaza kuna mbuzi nini. Nikaacha niende huko nikule sapa. Hizo announcements zinakunga za maana hivyo. Ni amuhimu bwana. Na once a while ni fiti church naeka vituka hizo. Exactly. Because Uwezi unacheki. Jumio food ingekuwa hiyo day, who knows singepata hiyo redemption, unacheki. So mimi nilidemiwa juu ya food. Wow. Unajua mara mingi, let me just advertise for Safe. Many times wanaambianga watu, unajua Safe, the students, the youth ministry, campus students, wanasemanga fun, food and fellowship. I think that food statement, it attracts people somehow. Is very important. Because sometimes ni ngumu ambia mtu Mungu anakupenda, lakini akona njaa, afikiri hizo story at all. So mmesikia watu wa Safe, muendelee kuwekea watu chakula. So tukapanda basi ya St. Andrews. Wow. At this time ulikuwa unakaaje? I was very shaggy, I was very dirty, smelling and the rest. Unacheki? I was very shaggy kabisa. So tukaenda huko hivyo. Alafu Eriko sijai msahau, kuniona akanipisha tu line. Wow. Sijui alinipitisha line nisirudishe watu appetite. Kanijazia food. Eriko Joyful Sounds. Eriko. Okay. So nikakula mazee. Ladies, Eric is single and ni mtu mzuri, mnasikia anasaidia watu. And caring. So nikakula. So after hapo watu wakaongea, but sijui nini ilinitouch. Nikasimama nikaambia watu mimi ni nani. Wow. Unacheki? Niliambia watu mimi ni nani.
but hiyo siku ni kama niliona God. Nikaamua tu mazee life imefika mwisho. How old were you at this time? 2018 sijui nilikuwa miaka ngapi. I think nilikuwa kitu 27 hapo. Okay. So mazee watu waliomba bana. Mazee wanaume wakiwa pamoja wakiomba, mazee ni kitu kingine muhimu sana. Hiyo ni ile men's conference ya ukweli sasa. Ya ukweli mazee. Ile ilikuwa men's conference ya ukweli kabisa. Okay. Nikaamua nikitoka hapo mimi naenda tu kulala kwa street. Na mimi ni mtu anawindwa. Anything can happen. Unacheki. So niliamua tu kuokoka for the sake. Kama nikienda nikufe at least uko na Yesu. Ya sagodi hizi zingine nimeacha. Unacheki because my colleagues never had that opportunity. Okay. Unacheki. Okay. So mimi nimepata hiyo opportunity. Nikasema acha tu uende. So I gave my life to Christ. And immediately nilikuwa na simu hizi za Katululu. Nikapata message ikisema the following day, ilikuwa Sunday, so the following day Monday tupatane mahali karibu na Air Force Mathare, street children wote wenye najua na mimi hadi AC was my girlfriend, tupelekwe rehabilitation. Unacheki. So siku watu wataniua. But nikashana mzai fulani hapo kwa hiyo meeting kabla tu disperse. Kaniambia wewe enda ushaokoka, usiogope. So the following day I went there kitu kama saa 7 hivi. So kufika saa 7 nikaona polisi mwingine wa DCI. Watu walikuwa wamejaa, watu walitanapu. Vile nilifika hapo watu wakakalapu mazee. Wakasema wewe ndio tulikuwa tunangoja. Na tulishaamua kama utakuja sasa ni kukuinda kukuua. So fortunately tulipelekwa rehabilitation ya PCA. Okay. So nikakaa PCA Rehabilitation Center. Isili. Tukafundishwa ya dressing, mimi nilifanya ya dressing. Wow. So and beauty. Hizi twist naweza zi twist fiti, braids. Okay. So tukakaa huko, but kitu ilinisaidia sana kureform ni the love I found at St. Andrews, especially with young people. Najua nilikuja na mchafu. Tuko pamoja bata wae pia. Hata uone mzee anafunga mdomo ati anavumilia. Ako tu sawa, unacheki. Okay. Watu walikuwa wananiletea makladi, nguo, nini, unacheki. Mavijana wakienda kuhang out huku nje wanakuwa mazee wetu tuende. Unaona? Naambia saa zingine nasho mazee. Mimi tusiende kuhang out tao. Juu mimi mkionwa na mimi ile perception unacheki. Alafu najua mapoko wako tao pia walikuwa wananijua ile. So wakiniona na watadhani mko na same kusema but ama vijana wa St. Andrews wako wanajali. So hiyo love ndio nilikuwa naona saa zingine hiyo temptation. Alafu my interns sawa walikuwa nakuja kwa youth office kuwork. Esther na Tabi. So Esther walikuwa wananisaidia sana, at least nikilost kasi sijakuja church wananicall. So inafika mahali saa zingine nataka kusmoke ndom. Unacheki. Nawaambia mimi na feel kusmoke kitu. Na wanakuambia nini? Wananiambia enda tu smoke lakini jaribu uache. Hiyo kitu ni process, unacheki. Because of course huwezi acha hivi. Yeah, that's for sure. Sana chapa tu lakini jaribu uache. So saa zingine nilikuwa na feel kugive up haikuwa rahisi. Unacheki. Juu saa zingine unapata kitu ya mtu imekuwa hapo ni easy target kabisa. Unaweza make pesa na. So but nafikiria tu enyewe nikirudi nyuma God atafeel aje. Alafu ile familia St. Andrews mazee vile sasa sahii wanapenda hadi wamenibaia Bible nini. Unacheki. So nitawabetray unacheki. Unaona? Itafeel aje unaona? Okay.
So that's how I came to St. Andrews. Na God yuko. Because the same day I gave my life to Christ is the same day AC was murdered, my girlfriend. In 11 brothers, we remained 2 of us, mimi na yeye. So mimi nikiokoka huku, yeye alikuwa anapigwa risasi Kayole. Unacheki. So you'd actually escaped death so many times. Watu wengi wenye ulikuwa hang out na wao, watu mlikuwa mnaiba, you were basically the remnant, the one who God decided huyu atabaki. And I really think it's amazing that you've chosen. Unajua kuna mtu anaweza ona hiyo ni bahati, acha niendelee na hiyo bahati yangu. Clearly Mungu ananipenda, sitaishi kwa. But you decided to give yourself to Christ. Yeah. Because of the time, I just want us to move into the fact that now you're actually pursuing law. Unafanya law, kitu ulikuwa unataka kufanya tangu ukwe mtoi. With all these things umezitaji. Sarakasi. Vipindire. All these things zime happen, but ultimately unafanya law. How is that going for you? Umesaidiwa na kina nani in 2 minutes? Explain to us venye sasa umeweza kufanya what you're doing right now. Okay, you see, peer influence, peer pressure is good and it's bad. Yes, if you have good friends, they give then you good peer pressure is good. Juu vile nilikuja St. Andrews, nikapata watu wanaenda shule. Hakuna youth mwenye anafanya hizi masarakasi. Na mtu anakuambia mimi niko UAN, mwingine Daystar, mwingine yani watu wako busy in life doing something constructive. Some are in art, some are, you see? So ilibidi nikaona mimi ni odd one out. Unacheki. So nikakumbuka ile dream yangu, unaona? Then mtu akani challenge. Akaniuliza Rengo, sasa wewe umetoka rehabilitation, umekuja kwa life yako ulikuwa unataka kufanya nayo nini? Kamshow mimi nilikuwa nataka kukuwa lawyer. Kaniambia enda UN na hizo qualifications zako ulize kama unaweza fanya module 2. And I went to the University of Nairobi. Kaambia you qualified, apply. Nika-apply, nikachukuliwa. And unfortunately church haikuwa inaweza support hiyo program. But nikapata 2 youths tena kwa church. Waka pay half of the fee. Waliniambia tu sisi yenyewe hatu work, si ni mahasla, but wacha tuku help. So walinipay half. Then at night I was working as a watchman. Now see the contrast. It's still something. So at night I was working as a watchman. Na hizo 2 area tulikuwa tuna raid. Wow, wewe ndo una protect wewe. But ilikuwa inanisaidia juu mimi sasa unajua sina experience ya kitabu ya usoja. Mimi niko na life real. Unajua kenye mtafanya. You see? And hao watu nilikuwa na work nao kwa hiyo estate, they were really impressed. They thought I was a genius. Ama you focused in school. Juu nilikuwa nimemaster out their cars, sound zikikuja, the footsteps. So kabla mtu akuje kwa gate akae, mimi nishafungua. You see? So walikuwa nashindwa, huyu tumeletewa ni squad gani? So at night I was working as a watchman then. Then hiyo ndo nilikuwa napata kama soja, nilikuwa napeleka shule. So when COVID came, I lost my job. But I was only jobless for 1 day. I lost my job on Friday. Then Saturday nikakuwa jobless. Sunday nikapata job fulani with some jurists. So ni a group of advocates, but local and international. Wow, from being a watchman. Yes, from being a soldier boy. So nikapata hii job. So unajua I wanted to be a lawyer. Sasa nimejipata kwa hiyo environment. Exactly. So part of what they pay me, I use part of it to clear my fees. Like pia hizi za MP, na hizi grants za students, za college, za UN. But basically ni prayers za vijana zimeni sustain hadi hapa. You see? You say nimefika in a level whereby
I don't fear anything. Ati sijui mtu ananiwinda, sijui nini, you see. And even in Mathare, you see, discipleship was St. Andrews. When I came out of rehabilitation center, walinikombolesha nyumba Udhiru. So that nitoke kwa hiyo environment ya Mathare. Which was a very good, brilliant idea. Yeah, because if you're there, utakuwa tempted kurudi. Yeah, for sure. And after rehabilitation, gava ilituachilia hivyo. So the first day, mimi nililala nje, you see. I didn't have anywhere to go. So discipleship group, wakanirentishia yao. But Udhiru I was very lonely maze. So ilibidi niwashow, msione ni madharau. Acha tu nirudi Githare, but nimewa promise sitarudi kwa hiyo life. Of which right now, since then, nime-influence vijana wengi sana wameacha ugondi. Wengi sana yenye wameacha bangi. Na mi pia imenisaidia kuacha kusmoke. Juu naambia mazee acha kuvuta. Na bila mimi naenda kuvuta, you see. So nimeachana na hizo stories zote. Na wengi sahi wako under program yenye tumeinitiate na mabeshte, you see. So in Mathare, youths were being killed like 10 youths a week. Unaona? Actually it was genocide. But sahi in as much as vijana wanauliwa but ni wawili, mmoja. Unaona? So Mathare is actually sahi very safe. Very very safe. So naona ningeenda Udhiru bado hiyo impact onekana. You see? Alafu najua juu nilienda sasa kusoma uni au pia wakakuwa challenged. Sahi wameenda NYS. You see? They're seeing there's hope. So wameenda NYS, wameacha hiyo uwizi. So many are doing technical courses. Wenye waliacha shule form 2 wamerudi. Hadi madem wameenda adult education in as much as they have children. It's wanasema you see. That's really amazing. I just wanted to mention how even as much as you did your work as a watchman, I don't want people to think that being a watchman is a bad thing. No, it's not. It is not. It's actually a very noble. I mean, who would protect our houses? You know, kila mtu hawezi work kwa office. And I feel like that was actually a great stepping stone for you because you used skills that were bad for good. Yes. So even maybe being the drug addict, so to say, that you are, you can easily identify kama kuna mtu anapitia through the exact same thing. Yes. And I just wanted to mention and to say that everything, you know, we are told we are vessels used by God. And for your life has clearly been a great example of that so much. I don't want us to take too long with this, but I'll just ask you, what is your parting shot? To somebody out there who is feeling like, okay, niliacha hiyo maisha but ninaanza kurudi pole pole, or somebody who's listening to this and thinking, how do I help that street boy, that street girl out there? Nitawasaidia aje? Okay, my parting shot to young people, never ever lose hope. Hakuna shida ina mwisho. Unaweza graduate, ukose job, nini. Wanesa the only way ni upewe wheelbarrow. Na umesoma degree, unacheki. Na maybe people are mocking you. But never ever lose hope. Kila mtu ako na time yake. Na huyu God halali. Unacheki. Na God si sadist. Unacheki, me used to be very angry nikajiuliza. Mbona mtu mwingine madha yake asidai? Mimi unaua mamangu, naua mabrosi hatujuani, nini. But nimekamkulan, God is not a sadist. So, however much inaweza kuwa ngumu, but usilose hope. God, just as long as you are doing the right thing, na unaweka God mbele, usiai lose hope. Na ma street boys, ma homeless ni wengi. But kitu naweza sema ni hao watoi, instead ya kumpea do, mbaie tu keroma, mbaie food. Juu hiyo do hapo kwa street Atanunua glue. Hata si glue. Huyo mtoi hapo kwa street akiaso la kidura na make 1000 per day. So kumtoa hapo kumpeleka shule ni ngori. Okay. Unacheki. So
mbaie food but jaribu kucreate that love thing mzoeane, muulize unapatikananga wapi, nataka kukuletea kanguo, then know that kid better. Juu wengi, unajua wengi wakituona kwa street na simu ni kichwa ngumu liepa kwenyu. Most of them have been defiled, raped by relatives, close parents. Some of them are total orphans, you see. So if you get to know the story behind why they are in the streets, you'll understand. you know the best help to give them, you see. True. Most of them are in street because of lack of love. So young people don't lose hope. Hakunanga safari haina challenges. True. But as long as you are doing the right thing and you are consistent in your work, then everything shall gonna be all right. All right. Yes. Thank you so much for your time. Thank you for your story. I really think you have a book. Yes. How did we not mention that? You have a book. How can we get it? And how can we get your book so that we can learn more about it? Crime never pays, hope never fails. I was challenged by Tabi. Wow. Okay. To document something. And when I was baptized, it was a very funny scenario. We were told, go and bring your family members. And we didn't have anyone to bring. So my family members ni wale madem mapoko hapo tao, the prostitutes. Wow, you so brought them? I brought them to church. Wow. Na walikuja kwa wengine wamelewa but walitulia. Exactly. But to them walikuja kuona Huko ni wapi? huyu ni mustard ati unabatizwa huko church. Wow. So when they came and they saw it was real, waliniambia inafaa andike kitabu. Wow. So Tabi and they also. Yeah. Wow, So amazing. I just decided to write the book. Yeah. Okay, So mtu anataka book anaweza consult Tabi. All right. And the book will be available to them. Great. Fantastic. Fantastic. Thank you guys so much for watching all of this, for this very long interview, but I feel like there's still so many details we have not covered because of time, but thank you so much, Orengo, for everything, for showing us that God's grace is sufficient, and no matter where you are, no matter what you're doing, no matter how you feel, remember, if you give love to somebody, you've brought about change in their life in ways you cannot imagine. So have a blessed week or weekend or whenever it is you are watching this. Thank you so much for tuning in to Reflections, and see you in the next episode.